Hapa natafuta jamani, hapa ni sokoni. Hapa naitwa Picha ya Ndege. So ni sehemu kali hapa. So next time tutakuja kufanya gospel mahali hapa. Hapa nimedrop, baada ya kudrop hapa natakiwa niende school. So natafuta boda, after kutafuta boda tunaelekea sehemu moja hivi. Ni maili chache kutokea hapa mpaka kufika kule sehemu. Kwa nimedrop, hii ni sehemu nzuri. Very amazing. East Africa, Tanzania. So sehemu zote zinahitaji habari njema, watu wafikiwe na waambiwe habari za uzima. Let's go. Angalia mazingira mbele yalivyo makali. So pazuri. So next time tukipata time tutakuja kufanya stage gospel, kuja kufanya habari za uzima. Pako vizuri, kila kitu panaendelea vizuri, unaona. East Africa. Na hapa nachukua bodaboda naelekea sehemu moja hivi. Umeona? Hawa ni bodaboda. Sijui hata naambia shilingi ngapi. Tunaelekea sehemu fulani. Baba, nipeleke chuo. Chuo cha Biblia. Huyu ni bodaboda. Chuo cha Biblia. Mama ambaye nipeleke chuo cha Biblia. Huyu ndo anaenda. Au ushachukua Biblia? Chuo. Tuondoke. Niende wapi? Nachukua. Twende. Bwana, niko na rafiki yangu hapo, tunaelekea chuo. So let's go. Waangalie bodaboda tunapopita kitana kila sehemu. Kwa neema za Mungu zili kubariki. So hii ni route by route. Join. Kwa niko na mwanangu. Niko na mwanangu. Kwa let's go. Safari ndio inaanza. Wao usiende resi sana. Nenda mwendo wa taratibu tu wa kawaida, lakini hivyo. Kwa hapa panaitwa Picha ya Ndege. Unaona? Biashara zinaendelea. Bwana, hii ni sehemu nzuri kwa kufanya stage gospel. Ni sehemu pakali sana. Kwa hiyo hapa nilikuwa naangalia location. Kwa nimeshaiona location imekaa vizuri. So after hapo nitakuja sasa tuje tufanye stage gospel katika mitaa. Hapa ni safari naelekea sehemu moja hivi, ni mbele kidogo, kijiji kingine mbele. Kwa hiyo tuna visit, tunaangalia location kali. Kwa hiyo hapa ni Picha ya Ndege, hii ni wilaya ya Pwani. Na hapa niko kwenye bodaboda, nipata bodaboda nini. Kwa after hapo kazi na njia. Huyu mwanangu sana huyu boda. Huyu mwanangu sana huyu. Kazi na njia. Let's go. Kwa hiyo ndio safari yenyewe nini. Naitafuta chuo hiyo. Safari hiyo. Mandhari kali nini, pamekaa Unyamwezi. Kwa kama hivyo. Unaona? Kwa hapa ni safari loot vis loot. Bwana habari njema lazima subiriwe. Na hii ni route. Village vis village. Bwana amesikia nimetoka town. Hapa tunaenda kijijini, mtaa kwa mtaa, chocho kwa chocho. Kwa hiyo tunaenda kuangalia nini, hali ya hewa, kila kitu nini, mandhari imekaa fresh. Ile tunaanza kupiga zile stage gospel, mambo yakae fresh. Bwana hii ni route ya Pwani. Route ya Pwani. Kadri Mungu anapotupa nafasi tutakuwa tunatembelea sehemu nyingi, sehemu kadha wa kadha kwa ajili ya kuzisema habari za uzima, kwa ajili ya kuzinena habari za uzima. Mandhari kama hivyo nini, bodaboda, rami imekaa vizuri nini, mandhari kali, pako vizuri. Kwa usije ukasema jamani mnahubiri mjini tu. Sisi hadi vijijini tunafika. Hii ni Pwani Kibaha. Maona pale papakali. Nao ni mwanangu wa faida hapa anapiga gia. Naona pale papakali hapa. Nipo na mwanangu wa faida huyu hapa boda. Anakuwa uskani kama hivyo nini. Kwa hiyo kazi inazidi kuendelea. Kwa hiyo kuna mwanangu wa faida hapo nini, dashboard imekaa vizuri. Kwa hiyo tunazidi kuendelea, mandhari imekaa fresh. So huku ni pazuri, habari njema sisi tunazidi kuzihubiri. Kwa hiyo tunazidi kuendelea. Bwana, unajua moja hapo route ambazo Kristo Yesu alizifanya ni kuwafikia watu vijijini, mjini, kote kwa ajili ya kuzisema habari za uzima. Sasa na sisi tunawafikia watu wote kadri Mungu anavyotupa nafasi. Na kadri Mungu anavyotujali tunazidi kuwafikia watu wote. Kwa hiyo mjini, vijijini, wote watasikia habari njema, kusudi neno la Mungu lipate kuwafikia watu wote na habari njema ipate kufika kwa wote kabisa. Kwa hiyo hapa hii ni sehemu yetu kali na nzuri. Sasa tumeacha barabara ya rami, tumeingia barabara ya vumbi. Kazi. Hapa tunasesa kwenda sehemu nyingine mbele zaidi. So endelea kuana katika safari hii, ni route city, inaitwa route city. Endelea kwa pamoja nami pamoja.
nami. Kwa hizi habari njema bwana, sio tu kuhubiri town, hata vijijini napo wanahitaji kulipokea neno, unaona. Kwa tunapita kwanza, road zenyewe ni noma, road zenyewe chocho tu chocho, unaona. Baada kona kama hiyo mzee, mara pa unakutana na bodaboda mwingine, ni hatari. Kona tu kona, cheki sehemu nyingine hizo mandhari kali nini, au kumvua haija drop sana, mvua haija drop sana, kwa pako vizuri. So chocho kama hizo ni mtu anakanyaga, chocho kama hizo tunapita, angalia boda mwingine huyo hapo mbele bwana, hapa tunapitisha vichochoroni. Kazi tu kazi, napita nini kwenye miji ya mtu kama hivyo, unaona. Barabara zetu hizi, barabara za kiungwana kabisa hizi, barabara zetu hizi, unaona. Boda kama huyo mwingine unampisha kwa namna hiyo, barabara ndo ziko hivyo jamani. Bwana, hii ni ruti kitaa, hii inaitwa ruti kitaa, ruti kitaa. Tunazidi kuendelea ruti kitaa. Unajua ruti kitaa wewe? Bwana, usiandafie kumhubiri Kristo vijijini, mjini, kote. Chapa habari njema, kikubwa watu waokoke na watu wamfahamu kwamba kwa jina lake Yesu Kristo wanapata uzima, wanapata ondoleo la dhambi na wanapata msamaha bure. Kwa hiyo vijijini, mjini, kote tembea mzee, hubiri habari za Kristo, hubiri habari za uzima na wote wapata kusikia habari njema. Barabara kama hiyo hapa ni bondeni, hapa ni bondeni, umechoona hapo ni bondeni, cheki tunasesa tu. Kwa hiyo mandhari yenyewe imekaa Unyamwezi, kari nini, unaona. Kwa hiyo habari njema zinazidi kufika. Yaani bwana, injili ya sasa hivi mimi napelekwa na bodaboda, ila kipindi Kristo anaifanya kazi alitembea kwa mguu, unaona, alitembea kwa mguu. Usafiri wa zamani ulikuwa ni punda. Kwa hiyo sisi tunaendeshwa na bodaboda kama hivi, tunatumia vitu kama hivyo, lakini sasa bwana. Kwa hiyo sisi tunaendeshwa na bodaboda na nini, lakini Kristo kipindi anaifanya kazi ulikuwa mna bodaboda mzee. Usafiri wa zamani ulikuwa ni punda ni nini. Kwa hiyo kwa wakati ambapo kuna bodaboda kuna nini, tumia chance hizo, tumia chance hiyo kufanyaje, kutumia hivi usafiri na vyombo hivi ambavyo tumepewa kuvitumia kwa fidia na kwa faida, ili kuwafikia watu. Kwa hiyo hapa tunasesa mtaa kwa mtaa, hapa tunapita nini chocho kama hizo nini, tunakutana na barabara kama hizi, kuna kona hizi nini, tunazivuka kama hivi, tunazidi kutembea. Wewe endelea kufuatana nasi, safari hii ni mpaka chuo. So umeona tunapita shule msingi kama hivi, wakati kuna shule msingi vizuri tunaacha. Huko kijijini bado safari inazidi kuendelea mbele. Umeona? Naelekea kule. Bali huo tunavuka kule juu. Tunapita pale juu na bado tunazidi kusonga mbele kule. Hizi ni habari njema. Yesu akasema habari njema lazima zifike kwa kila kiumbe. Kila atakayemwamini Kristo aponyaji, atapata msamaha, atapata toba. Msamaha zao dunia. Hiyo ni genge kama hiyo, unaona. Tunaanza kuingia chocho. Mandhari kali ile. Bodaboda huyo mbele. Mandhari kuna bonde zuri. Jua lenyewe ndio lime kwa mazingira yote haya, usiogope kumsema Yesu Kristo. Nene Kristo, sema kijana mwenzangu, ukiwa umepoa mahali popote pale, sema kusema habari za Yesu Kristo.
familia yetu na future yetu itazidi kuwa njema, na watoto na watu watakaokuja watapata kuhusiana na habari za babu zao, habari za babu zao, kwamba babu zao walikuwa ni watu ambao wanatumika kutumikia Mungu. Sasa hivi tumeisiwa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inatupa upesi wa kutunza rekodi hizi wakati wa ujana tunafanya mpaka tunafika utu uzima, mpaka tunaingia uzeeni. Kwa hiyo inatumika, lakini pia si kwa ajili ya mtu, bali inajenga status nzuri kwa kufuata na generation ambayo iko hapa na kukiacha generation nyingine. Kwa hiyo kutumika, tuendelee kutumika sana za kutumikia Mungu na kijana. Kwa hiyo ni chocho umeona mzee huku ni magorofa, huku magorofa hamna, huku magorofa hamna, huku ni vumbi mwanzo mwisho. Unaona watu kama habari zinakuwa njema. Kwa nyumba moja unatafuta nyumba ya pili, mtaa wa pili. Unaona bwana, chumvi kisha unaenda kuazima nyumba jirani kule. Ndio maisha ya kijijini bwana. Noma. Habari njema zinazidi kuhubiriwa. Tunazidi kutembea ruti by ruti. Habari njema zinazidi kutamba. Kwa hiyo kijana mwenzangu, bwana, hebu tuhubiri injili wazee. Tusikae nyumbani muda mrefu. Hebu tusiseme habari za Yesu Kristo. Tumleme Yesu, tumhubiri Yesu. Uzima mosa ya maisha yetu. Unajua kuna watu wengine ambao wanaogopa kuanza hii safari ya utumishi. Baadhi wengine hapa wanaambia mtumishi naanzaje? Wengine wanasema mtumishi naogopa na shida nianzaje? Lakini mimi nataka nikwambie basi ni kwamba ukiona kazi yako anza na wanaoanza, yaani tembea na wanaotembea. Naona Bwana, na hiyo itakuwa ni utumishi mzuri. Ndio maana Kristo hakuwapa tu mtu mmoja tu aende kwa kauli, bali Kristo Yesu anamwambia, anatuma wanafunzi kuchukua na wajizi wengine, sometimes wajizi wengine anatuma kwenda kusema habari za uzima. Alijua kampani ni kitu muhimu. Sasa wewe ambaye unataka kuanza kwa Kristo, bali sometimes andafia na wanaoenda hawa ukienda nao wanaoenda, nasema kwamba ni heri kuliko kuwa wawili kuliko kuwa mmoja. Ndani kitabu cha Mhubiri hicho. Kwa hiyo anza na wanaoanza, nenda na wanaoenda, na ndio kazi yako itasimamika na kazi yako wanaoanza, nenda na wanaoenda. Zidi kuzisema habari za uzima, zidi kuyasema matendo makuu ya Mungu ndani ya maisha yako. Anza, nenda na wanaoenda, na ukianza tu hivi utaona matokeo makubwa ndani yako. Umeona Bwana, mimi nampenda Kristo kwa sababu kwanza pesa inakuwa ni bado kijana, ukiwa na uwezo wa kutosha, energy ya kutosha kabisa, tena kila siku kusema habari za uzima. Kwa jambo la kwanza hilo, namshukuru kwa nikiwa bado vijana, tukiwa tuna uwezo wa kuzisema nini habari njema. Kwa hiyo hilo ni jambo la pekee. Kwa kijana mwenzangu, kwa ambao umemwamini Yesu Kristo kwa bado ni kijana, hiyo kwanza ni bahati njema na bahati nzuri ya kwanza. Afu kitu cha pili, tembea kwa ushujaa. Tembea kwa ushujaa, useme Kristo bila kuogopa. Najua faida ni nyingi sana, unapomnena Yesu Kristo tungali bado kijana. Daudi anasema nilikuwa kijana, sasa ni mzee, sijawahi kuona ameacha wala watoto wake kwa mikate wala Bwana nayo tumaini makubwa, kuna fedha nyingi tumikia Mungu angali bado ni kijana. Bwana, bado safari inaendelea. Hii ni route ya village by village. Unaona Bwana, hii ni route ya village by village. Ya village by village. Napita chochoro hizi mzee. Na Kristo.
niko na bodaboda wangu wa faida huyu hapo mwanangu. Hapo inaonekana elementi tu mzee. Anatia gia tu mwanzo mwisho. Kijana mwenzangu huyu wa faida huyu mwanzo mwisho mwanzo mwisho. Ananipeleka hapo. Kwa usalama umezingatiwa. Itifaki imezingatiwa. Niko na bodaboda mkali hapa. Kwa hiyo bwana, hebu msembe Yesu, mnene Yesu mzee, usiandafie. Bwana, hilo ni kanisa. Bwana, hilo ni kanisa tumelipita hilo. Huku kote wamefikiwa mzee. Hata huko habari njema zimefika, hilo ni kanisa, lakini hapo mbele kuna kasenta kakari fulani hivi, umeona kuna kasenta fulani hapo. Tunazidi kutembea chocho. Usijue kasema Obedi unamiliki Dar es Salaam tu. Hapana bwana, hata tunafika. Tunachotakiwa ni nini? Ni kumsema Kristo na kuzinena habari zake zenye uwezo, habari zake kubwa, habari zake zinazotisha. Unaona bwana. So tunazidi kumnena Yesu, tunazidi kumwongea Yesu, tunazidi kumsema Yesu. Maisha yetu ya mnene Kristo, ujana wetu mnene Kristo, kuongea kwetu kumnene Kristo. Kila kitu kifanyike kwa kumtamka Yesu ambaye ni mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo binafsi kizazi hiki mimi nimeamua maisha yangu kuyatoa kwa ajili ya Kristo na kujisema habari za uzima. Yaani hivyo tia mtu, nimeziona faida nyingi za kiroho na za kimwili ambazo Yesu ameziachilia ndani ya maisha yangu. Na hapa sasa ndio mwanzo umeanza. Tunapawa, tunazidi kumnena Yesu mwanzo mwisho, tunazidi kumsema Kristo mwanzo mwisho. Kwa hiyo nguvu tunazo, energy tunayo, kutangaza Yesu, kumnena Yesu. Na hizi habari zitahubiriwa kwa kila kiumbe. Hizi habari zitanena na zitahubiriwa kwa kila kiumbe. Watu wa mataifa watafikia na habari njema. Wafikia na habari njema. Watu wa mataifa wafikia na habari njema. Na watajua kwamba Yesu Kristo alikuja duniani kupata uzima na ili wapate kuondoa dhambi ndani ya maisha yao. Na kusudi la Yesu kuja ni kumsamehe dhambi mwanadamu na kumpa toba na ondoleo la dhambi ndani yake. Kwa hiyo habari njema hizi tutazidi kuzisema. Habari zenye maana kabisa kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Kwa hiyo vijijini, mjini, injili itafikiwa. Mashambani, kila sehemu injili itafikiwa. Na hapa ninakaribia kwenda sehemu, kuna mji mmoja huko mbele huko. Kuna chuo kimoja kituo cha mchungaji. Kwa hiyo hapa nimekaribia. Nimekaribia hapa bwana, hiki ni chuo kizuri. Hiki ni chuo kizuri. Chuo kizuri cha mchungaji kiko mbele. Ndio tunafukuzia hiyo njia sasa. Tunaelekea chuo kizuri, mandhari kali, ni chuo kimoja cha TAG. Kiko kumbele, hapa ndipo naenda sasa. Tunaenda kukutana na wachungaji nini. Kwa hiyo Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, na tunazidi kumnena Yesu, tunazidi kumsema Kristo, na habari zake zinazidi kuenea kwa watu wa mataifa. Ili tu wajue kwamba kwa jina la Yesu Kristo kila muumini anapata uzima, kila muumini anapata kuondoa dhambi ndani ya maisha yake. Bwana mwambie Yesu apate uzima, mwambie Yesu apate neema, mwambie Yesu apate utoshelevu. Ndani yake kuna uzima, ndani yake kuna pendo la ajabu. Kwa hiyo hapo sasa tumekaribia shule. Kule mbele kule kuna mji mmoja Bara, ngoja nikuonyeshe. Unaona huo mji huo? Huo ndio mji ambao ninaenda. Mji una majengo makali nini. Huo ndio mji sasa, nilikuwa naingia hapo na mpita kijijini huko mpaka nimetokezea. Hiki ni chuo cha Biblia. Chuo cha Biblia hiki inaitwa TAG. Unaona bwana. Chuo fulani hivi kikali. Na hapa bodaboda wangu ambao ameshikilia usukani bwana amenifikisha salama. Na hapa nashuka kwenye bodaboda na mgema maokoto yake mzee. Mwanangu wa faida sana huyu hapa. Umeona hapa tumefika salama. Mwanangu amenifikisha chuo vizuri kabisa. Na mimi namgei pesa yake. Kiroho safi vya kanisani mpe kanisani. Vya Mungu mpe Mungu. Wewe mwanangu kanisani unaenda? Naendaga mara moja moja. Mara moja. Wewe umemsikia jamaa anaendaga church ila mara moja moja. Sasa mwanangu inabidi usiende mara moja moja. Unabidi uende mara zote tia hizo hapa. Mkate kuna kanisa.
kuna kanisa kila Jumapili huko kuna ibada, kwa ukipata nafasi nini kwa unakuja hapa saa 1 mpaka saa 4. Ibada inaisha. Unaona bwana. Kwa karibu mwanangu. Unaona sisi vijana tunamtumikia Mungu hivi mambo yanaenda vizuri. Na Mungu anakuwa na protect maisha yetu. Sasa fike salama, ona biashara nzuri, Mungu alinde. Amen. Bwana si nikafika sema ambapo naenda, nikafika chuo. Kwanza baada ya kufika chuo hapa getini, kwanza nimekutana na rafiki yangu huyu hapa. Bwana huyu rafiki yangu sana huyu. Huyu ni kijana ameokoka na anampenda Yesu. Habari? Salama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Festo. Festo. Yes. Bwana Festo huyu hapa ni mtumishi wa Bwana. Sasa huyu Festo ndo anakaa hapa reception. Kwa hapa lazima niende kwenye daftari lake nikasaini ili nipate kuingia ndani. Umeona bwana? Kwa hiyo endelea kumtumikia Yesu. Endelea kumtumikia Yesu. Endelea kumtumikia Yesu ndani ya maisha yako. Atakushangaza. Umeona? Trust me nakwambia. Huyu Yesu huyu atakushangaza. Ukimtumikia Bwana atakushangaza vya kutosha. Kwa nimefika hapa kama nilivyokuambia, nikishafika hapa lazima nisaini daftari lake ile hapa mzee. Kwa hapa na sign ili kwanza daftari. Nikisha sign ndio mambo mengine yanaendelea. Ila huyu jamaa ameokoka sana. Bwana Festo. Festo huyu jamaa wangu. Hebu ambia watu kuhusiana na habari njema. Habari njema ni kwamba ukimtumikia Yesu kwa kweli hajawahi yaani Yesu ni mwaminifu. Yesu ukimtumikia hajawahi kumwaibisha mtu hata siku moja. Yaani mwanadamu anaweza kukuacha lakini sio Yesu. Biblia yenyewe inasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kwa sababu siku za ujana ndiko kumtumikia Mungu kunahitajika sana. Kwa sababu Mungu mwenyewe anahitaji vijana kwa ajili ya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kazi ya sasa vijana ndio tunahitajika, kwa sababu Biblia inasema vijana tunazo nguvu, kwanza tumemshinda adui na neno la Kristo linakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa na kusi ndugu yangu unayenitazama au Mungu akusaidie sana. Neema ya Mungu ipo kwa ajili ya wote. Na sasa neema hii inapatikana, lakini ipo siku hii neema itafungwa. Kwa hiyo tunapaswa tumtumikie Mungu wakati tuko hai. Kuna nyakati zitafika tutakuwa hatuna uwezo wa kutumika, kwa sababu yamkini utakuwa ni mgonjwa, yamkini utakuwa na hali situation fulani ambayo inakukuta, lakini kwa sababu uliweka akiba kwa ajili ya Bwana, Bwana atafanya kwako. Mungu hawezi kumpungukia mtu kama huyu. Mungu anaheshimu sana mtu anayemtumikia, kwa sababu hata Biblia yenyewe inasema mtu akinitumikia Baba mbinguni atakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukimtumikia Mungu, kwanza Mungu anajivunia wewe na Mungu anakuheshimu. Na heshima ambayo anakupa Mungu ni tofauti na heshima ambayo utapokea kwa wanadamu. Mwanadamu atakuheshimu pale tu au pindi pale unacho, lakini Mungu atakuheshimu nyakati zote ukiwa kwenye majaribu, kwa sababu ulikuwa unamtumikia Mungu kwa uaminifu. Mungu mwenyewe anasema analitazama neno lake ili apate kulitimiza. Kwa sababu gani? Ukiwa mwaminifu kwa ajili ya kwake, naye atakuwa mwaminifu kutenda ya kwako. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wangu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Kwa cha kufanya kama kijana au kama mtu wa Mungu, unahitaji umtumikie Mungu kwanza. Tafuta kwanza mapenzi ya Mungu. Nini Mungu anataka kwa wakati gani na kwa majira gani? Mungu atajitukuza kwako. Mungu hawezi kumwacha mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anathamini sana mtu yule anayemtumikia. Yaani anathamini mtu yule ambaye anajali mambo ya kwake. Yeye atafanya kwa ajili ya maisha yako. Unaweza usione leo amefanya au kesho amefanya. Atafanya
anaweza, yani anasema analitazama neno lake. Kwa hiyo anaweza kufanya kwa kizazi chako au kwa the way anajua yeye. Anasema njia zake yeye hazichunguziki, wala mawazo yake mawazo ya Mungu sio mawazo ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu in short hivyo. Amen. Amen, mtumishi wa Bwana. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana, nilikuwa na kaka yangu hapa nini. Bwana, neno umelisikia vizuri. Tumikie Bwana. Mimi sijaona hapa. Niliandika kipindi natoka. Hii naona ni wakati wa kuingia. Yes. Ilikuwa tanga. Ilikuwa Ijumaa. Tarehe 6. Angalia hapa. Ai hapa. Muona Bwana, leo tarehe ngapi leo? Leo tarehe 8. Bwana, kama kaka yetu alivyosema, tumtumikie Bwana na mambo mengine yatakuwa vizuri kabisa. 26. Saa ngapi? Mambo mengine yatakuwa vizuri. Ula saa 12:52. Huyu ni rafiki yangu Bwana. Kwa hiyo habari ni njema, habari ni za uzima. Barikiwa sana kaka. Amina. Tuko pamoja. Amina. Bwana, ilikuwa ni ruti, unajua nimeanzia mbali. Kwa hiyo nimefika hapa salama. Kwa hiyo neema za Mungu sio juu yako Bwana. Hapa ni chocho. Sio town hapa. Hii ni Ngomeni, hapa nimeingia Ngomeni. Hapa kuna ngome, hii ni ngome tupu hapa, kuna wachungaji wa kutosha. Hapa ni chuo cha Biblia, umeona? Kuona piga ruti huko afu narudi hapa. Hapa ni Ngomeni. Umeona bwana? Mwanzo mwisho. Mr. Joshua. Unaendeleaje? Amina, mambo yanaenda. Amen, pamoja sana. Amen. Kwa jamani, mbarikiwe sana. Ulikuwa na mimi Evangelist Evan Matson. Tumtumikie Bwana katika maisha yetu. Amen. Barikiwa sana.